Tuelekea katika taarifa nyingine iliyotikisa mitandao ya kijamii na watu kwa ujumla kufuatia kusambaa kwa taarifa za tukio lililomhusisha Sheikh Zuberi Said Nkoko, umri wa miaka 53, mwalimu wa dini na kiongozi wa taasisi ya Islam Foundation ambaye alidaiwa kutekwa na askari wa jeshi la polisi Juni 2 mwaka huu. Jeshi la polisi limebaini shehe huyo alijiteka kutokana na madeni ya zaidi ya shilingi milioni 521 aliyokuwa akidaiwa na watu mbalimbali. Hii ni taarifa inayosomwa kwako na Mariam Shaban. Taarifa hiyo imetolewa na jeshi la polisi leo Juni 18 mwaka 2025 kufuatia taarifa mbalimbali ambazo zimekuwa zikiwahusisha na kuwatuhumu moja kwa moja kuwa wamehusika na matukio mbalimbali yanayotokea ya kupotea, utekwaji wa watu ambao umekuwa ukitokea maeneo mbalimbali nchini. Kumekuwepo na kuripotiwa kwa taarifa katika vituo vya polisi na nyingine katika mitandao ya kijamii zikijulisha kwamba mtu au watu fulani wamepotea, hawaonekani au wamekamatwa na watu waliojitambulisha kuwa askari wa jeshi la polisi. Jeshi la polisi linapopata taarifa hizo huanza uchunguzi wa kukusanya ushahidi kutoka vyanzo mbalimbali ili kupata ukweli wa taarifa ya nini kilichotokea, kwani hauwezi kusema moja kwa moja kuwa mtu aliyeripotiwa kupotea, kutekwa, kulazimishwa kupotea, kuuawa bila ya kupata au ya kumpata anayedaiwa kupotea na ushahidi wa kudhibitisha taarifa hiyo ya nini kilichomtokea. Kupitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo mitandao ya kijamii kulisambaa taarifa za kutekwa kwa shehe huyo na watu waliowataja au waliotajwa kuwa ni askari wa jeshi la polisi tarehe 2 mwezi wa 6 2025 saa 5 usiku akiwa na kiasi cha fedha taslimu shilingi za Kitanzania milioni 42. Taarifa ya kupotea kwake pia iliripotiwa polisi. Baada ya uchunguzi ilibainika kuwa Sheikh Zuberi Said Nkoko hakuwa ametekwa, bali alitengeneza tukio la uongo la kutekwa ili kukimbia madeni aliyokuwa akidaiwa na watu mbalimbali. Majina yao yamehifadhiwa kwa sababu za kiuchunguzi, yenye jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 521 na laki 5. Sheikh Zuberi atafikishwa mahakamani baada ya taratibu za kisheria kukamilika. Jeshi pia limetoa onyo kwa watu wanaosambaza taarifa za uongo, kwani ni kinyume cha sheria kwa mujibu wa kifungu cha 16 cha sheria ya makosa ya mtandao namba 14 ya mwaka 2015, na adhabu yake ni kulipa fine kiasi kisichopungua milioni 5 au kifungo kisichopungua miaka 5 au vyote kwa pamoja. Mariam Shabani, EATV. Katika kuhakikisha shughuli za kiuchumi haziharibu mazingira, elimu juu ya uhifadhi wa mazingira imeelezwa kwamba ni msingi muhimu.